Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Niwaombe chukua nafasi zenu mkae kidogo. Mpendwa sana Mhashamu Baba Askofu Msaidizi, wapendwa watawa mlioandamana nao na waliotangulia kuja mapema kabla yako, wapendwa halmashauri kamati tendaji ya kituo chetu cha sala, wapendwa waamini wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Haleluya. Tuna kila sababu Mhashamu Baba Askofu ya kuimba haleluya. Bwana tunayemsubiri dakika chache, muda mfupi, atazaliwa tena katika roho zetu, mazingira yetu. Wasiotambua pengine wanahoji kwamba inakuwaje hao Wakatoliki kila mwaka sasa, miaka 2025 umehitimisha juzi jubilei kuu ya Ukristo. Kwa nini leo tunaimba haleluya? Alizaliwa Betlehemu ya Uyahudi miaka hiyo, sasa anakwenda tena tumboni na kuzaliwa. Sisi Wakatoliki sio hivyo, hatuwezi kuhoji kwa sababu tunajua kilichomleta duniani akaamua kujifanya mtu aje akae nasi, Mungu Emanueli. Hiyo azma bado anahitaji itimie. Ukombozi, uokozi anaokuja nao bado hajaridhika, kwa kuwa anaona kwamba huko alipokuja kututoa bado tunajiingiza tena katika uchafu. Karibu sana Mhashamu Baba Askofu, uwe mbele yetu. Tunayo furaha, tunayo neema pia kwamba upo kati yetu. Wangeadhimisha kituo hiki cha sala wakiwa na Padre Novatus uliyemtuma hapa, padre tu. Sasa angalia, upo katikati yetu. Kuna zaidi ya walichokizoea. Karibu sana Mhashamu Baba Askofu, upendo mkubwa, heshima tele, uweze kuwa mbele yetu pamoja na baraka utakazo tukirimia siku ya leo. Tujisikie kweli tuna Baba kati yetu. Karibu sana Baba. Pendwa taifa la Mungu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa anayotujalia ya maisha, uhai. Wako wenzetu wengi ambao kufika siku ya leo, sisi tunamshukuru. Lakini kubwa zaidi ni hili fumbo la pekee, fumbo linaloleta mwanga,
fumbo lililoondoa giza, fumbo lilokuja kututoa katika utumwa wa dhambi, yaani Mungu kuamua kuchukua mwili. Ndio sababu ya shangwe, kelele na nderemo nyingi ambazo zitatapakaa katika ulimwengu mzima usiku huu. Tena usiku huu unaitwa usiku mtakatifu sana, kwa sababu tu umetuletea yule Mwokozi ambaye anakuja kuishi nasi na kukaa pamoja nasi. Ni furaha basi ya kila mmoja wetu, tuonyeshe furaha hiyo na umoja huo na mshikamano huo, ili kweli tuweze kumpokea Kristo atawale maisha yetu, azaliwe kwetu, aishi kwetu, atufanye sisi tuwe wamoja kama yeye alivyo mmoja na Baba na Roho Mtakatifu. Niwalikeni basi tusimame, tuanze ibada hii takatifu, na kwanza kwa kusikiliza nia za wenzetu mbalimbali ambao wameomba katika usiku huu. Wana nia ya kushukuru, kuomba, lakini pia na kupeleka mapendekezo mbalimbali kwa Mungu katika usiku huu. Tuwasikilize. Revocatus, namshukuru Mungu kwa mwaka mzima wa 2025 na inamuomba Mungu ajalie familia amani, furaha, upendo katika mwaka 2026. Mama Helena Kikoto anamwombea marehemu mume wake mzee Alfred Rupa pumziko la milele. Familia ya ndugu Innocent Mvula inaombea marehemu wote wa familia ya Innocent Mvula pumziko la milele mbinguni. Inamshukuru pia Mungu kwa mapaji yote aliyojalia familia yake kwa mwaka 2025 na kuomba baraka za mwaka 2026. Familia moja inamwombea marehemu Richard Roman Shayo na Victoria Celestine Meela na ukoo wote wa Ndewingia na Mdimbi wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Imeombwa na watoto wake. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Ishwa kuadhimisha sadaka takatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana, utuhurumie.
Somo kutoka kitabu cha nabii Isaya sura 62 aya ya kwanza mpaka ya 5. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama tai wakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilema cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia, na nchi yako itaolewa. Maana kama vile kijana amoavyo mwanamwali, ndivyo wanawako watakavyokuoa wewe, na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Neno la Bwana. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo alipofika Antiokia ya Pisidia, akasimama katika sinagogi, akawapungia mkono, akasema, enyi waume wa Israeli, nanyi mnaomcha Mungu,
sikilizeni. Mungu wa watu hawa Israeli aliwachagua baba zetu, akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri, na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa akawaongoza. Na alipokwisha kumwondoa huyo, akamwinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alishuhudia akisema, nimemuona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yaani Yesu, kama alivyowaahidi. Yohane alipokuwa amekwisha kuwahubiri watu wote wa Israeli habari za ubatizo wa toba kabla ya kuja kwake, naye Yohane alipokuwa akimaliza mwendo wake alinena, mwanidhani mimi kuwa nani? Mimi siye, lakini angalieni, anakuja mmoja nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kumlegeza viatu vya miguu yangu. Neno la Bwana. Wenzetu wana wa Israeli iliwachukua miaka mingi sana. Desturi ya kumsubiria walianza kupewa tangu enzi za mababu, lakini tukio lililosababisha Bwana wetu Yesu Kristo aje ulimwenguni lilitokana na tukio lile la dhambi ya asili, dhambi waliotenda Adamu na Eva. Baada ya dhambi ile, ndipo pale ambapo Mungu alianza kumtafuta mwanadamu na kumrudisha katika mstari. Kwa maana ukisoma katika kitabu hiko cha Mwanzo
katika sura ile ya 4 tu anaanza kukutana na Mungu anatengeneza mwanadamu mpya na kuleta gharika na kusambaratisha wanadamu wote waliokuwa wametenda dhambi. Jitihada ile kuweza kuzaa matunda, kwa ambapo katika sura ya 12 na kitabu cha Mwanzo Mungu mwenyewe akaamua kumwita Abrahamu atoke katika nchi aliyozoea, aende akafanye mafungo, akajiandae kiroho ili awe baba wa mataifa mengi. Jambo hilo lilionekana ni gumu kwake kwa sababu ya umri wake kuwa mkubwa, hata na mke wake pia kuwa amepita umri wa kuzaa. Lakini Mungu alikuwa na sababu naye. Jambo hilo likaenda kutokana na uzao wake Abrahamu, akapata wazee wa wakina Yakobo, wakina Isaka na kadhalika, ambao wote walikuwa wameingia katika mpango au mfumo wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu aliyekuwa amepotea kwa dhambi. Jitihada hizo pia walizifanya, lakini hazikuzaa matunda yaliyo makamilifu. Mungu akawatuma sasa manabii wake. Tunatambua wazi kuwa Biblia imesheheni idadi ya manabii, wakubwa kwa wadogo, lakini wote, kila mmoja amekuja kufanya kazi ya kumtafuta mwanadamu aliyekuwa amepotea ili kumrudisha kwa Mungu. Manabii hao nao wamefanya kazi yao kikamilifu, lakini mwanadamu bado alionekana ni mgumu, bado hakuweza kurudi kwa Mungu. Ndipo ambapo mwishoni kabisa Mungu alimtuma. Naelewa na tumesikia siku za karibuni kitabu cha nabii Malaki, kitabu nabii wa mwisho wa Agano la Kale, akiwa anamtambulisha kwa namna ya pekee mtumishi wa Mungu anayekuja kuandaa njia ambayo itampokea Masia ambaye atakuwa ndio kikomo cha dhambi za mwanadamu. Na hiyo akaifanya kazi vizuri. Mtumishi huyo aliyekuja ndiye Yohane Mbatizaji, ambaye kwa hakika kipindi chote cha majuma 4 tumeendelea kusafiri tukilishwa na kuongozwa na mahubiri yake, maneno yake, na hasa mahubiri ya toba na ondoleo la dhambi. Jambo hilo likaenda mpaka pale alipofikia kuhitimisha kazi yake kwa kumkaribisha Kristo na kwa kusema kuwa yeye ni lazima apungue na Kristo aongezeke. Yohane Mbatizaji anafunga hilo Agano la Kale, anafungua Agano Jipya na kumkaribisha Kristo katika hali ya utume. Manabii kama Isaya wameongelea juu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo mara nyingi katika utabiri wao kwa wana wa Israeli. Lakini wakati ulipotimia ndio huu ambapo Mungu aliamua kumchagua binti mdogo wa kawaida kabisa asiye na makuu awe mama wa Mungu. Ndipo ambapo alimtuma malaika Gabrieli. Malaika Gabrieli akaenda kumpasha habari juu ya kuzaliwa kwake, kuchukua mimba na kumzaa mwana wa Mungu, yaani Yesu Kristo, huyo tunayemwita Masia, ambaye atakuwa sasa ndio kikomo cha dhambi ya mwanadamu. Tunashukuru utayari wake Bikira Maria ambao umekuwa ni tija katika maisha ya kiroho tangu nyakati hizo na mpaka leo. Ndio yake aliyesema ndio kwa Mungu imetuletea sisi tumaini kubwa. Ndio maana alikubali kuchukua mimba, na hata Injili ya leo imetupeleka wazi katika swala sasa Kristo anazaliwa. Na tuchagua hiyo Injili kuwa Kristo anazaliwa katika usiku huu, katika nyakati hizi, katika maisha yetu, ili aje atutoe sisi sote katika utumwa wa dhambi. Mazingira ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo yalikuwa ndio kama hayo ambayo yamesikika katika Injili. Yusufu alilazimika kwenda kuhesabiwa huko kwao. Nasema sensa ya kwanza iliyofanyika duniani ilikuwa ndio hii, ambayo hiyo sensa ya kwanza
ilituletea Masia kuja ulimwenguni. Katika sensa hiyo, Yosefu hakuweza kumwacha mchumba wake Maria ambaye sasa ni mjamzito, akamchukua pamoja naye, nao wakaenda kuhesabiwa. Kwa sababu watu walikuwa wengi na kila mmoja anarudi nyumbani, walikosa nafasi, na hivyo wakatafuta nyumba za wageni pia wakakosa. Wakaamua kwenda kujihifadhi tu kwenye zizi na kuishia ng'ombe. Wako wengine wanafikiri hii ni historia tu kama historia za kutunga, lakini huu ndio uhalisia. Na katika wakati huo alipokuwa hapo, ndipo Mungu ambapo siku za kuzaa kwake Maria zilitimia, akamzaa huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ambaye ni Mungu anachagua kuzaliwa katika mazingira duni, mazingira ya zizi, mazingira ambapo hakuna msaada. Yesu ambaye ni mwana wa Mungu anaonekana kwanza na wachungaji. Katika jamii ya Wayahudi kulikuwa kuna kazi mbili zilizodharauliwa na kupuuzwa sana. Ya kwanza ilikuwa ni wachungaji na ya pili ilikuwa ni mafundi seremala. Lakini Mungu anachagua kuonekana kwanza na hao waliodharauliwa kuliko wote duniani, hao wachungaji. Lakini pia anakubali kuwa hii kazi ya pili iliyodharauliwa kwa Wayahudi ya ufundi seremala, huyu baba awe ndiyo mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna nini cha kujifunza? Lakini pia azaliwa hospitalini, ilitenda vizuri kama wanavyozaliwa sasa hivi. Anazaliwa kwenye zizi, manake kama ni zizi kuna kila kitu, kuna kinyesi, kuna majani, kuna miba na kadhalika, vyote vinamzunguka yeye, na hivi vyote vinakuwa sababu ya kutufundisha sisi katika maisha yetu. Fundisho la kwanza, Mungu hahitaji makuu sana, anafanya kazi na wadogo na wanyenyekevu. Thubutu au jaribu kuwa mnyenyekevu mbele ya Mungu kwa kuishi imani yako kweli, utauona mkono wa Mungu kusafiri na wewe katika maisha yako. Mungu anawaangalia wale waliotengwa, waliowekwa pembeni, walioonekana hawafai, hawana maana. Anatufundisha hata mimi na wewe tuwaangalie wenzetu ambao hali zao ni duni na mahangaiko mbalimbali ya kiroho au ya kimwili, tuwapatie misaada yetu inayotokana. Mungu anatufundisha kuwa karibu na wahitaji kwa tukio la kuzaliwa Bwana wetu katika hali ya umasikini na isiyo tarajiwa kwa mfalme kama huyu. Lakini huyu Kristo aliyezaliwa kama tulivyosikia katika masomo yetu, katika mfalme mwenye nguvu, Mungu mwenye haki, ambaye anakuja kutuletea amani. Tuombe katika maisha yetu na nyakati zetu. Amani imeshakuwa bidhaa adimu, inatoweka. Tuombe amani. Amani tunayoiomba, usikimbilie tu kuomba amani ya ulimwengu au amani ya nchi. Je, mimi na amani? Familia yangu ina amani? Jumuiya yangu ina amani? Hizo kwanza, alafu baadaye ndio tutafute amani ya wote. Katika maisha yetu amani inatoweka. Watu hawana amani tena, wanaishi pamoja lakini amani hawana, wanakula pamoja lakini amani hawana, wanafanya kazi pamoja lakini amani hawana. Muombe Mungu atujalie amani, amani ambayo inaletwa na Kristo aliyezaliwa, idumu na ikae pamoja nasi. Kristo anatuita na kutuhimiza katika maisha yetu kupendana. Yeye ni Mungu, lakini ameachilia mbali hadhi ya Mungu, akakubali kuja kuchukua hali yetu ya unyonge, ya udhaifu,
Sababu kubwa tu moja ni kwa sababu alitupenda na hataki tupotee. Wajibu wetu na sisi tupendane. Tusifurahie kuona mwenzetu mmoja anapotea, au katika maisha ya kawaida au katika maisha ya kiimani, ila tumuokoe. Kwa sababu hiyo tumeitwa tuwe wa mashuhuda wa imani. Kristo aliyekuja kukaa nasi anatuhimiza tuwe wamoja, tushikamane, tupendane, tuheshimiane na tusaidiane katika maisha yetu. Tuone sababu ya kufanya hivyo kila tunapoamka asubuhi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumkabidhi Mwenyezi Mungu siku yetu na yote ambayo yako mbele yetu, mahangaiko yetu, lakini na furaha zetu. Mungu azidi kutawala maisha yetu, naendelee kupenyeza tunu za haki na amani katika familia na katika nchi yetu pia. Tuendelee kuwa mashuhuda wa huu mwanga ambao tumeuona wa Kristo ukitawala na kugusa maisha ya kila mmoja wetu. Sherehe ya Krismasi ni sherehe ya familia, kwa sababu Kristo anazaliwa katika familia. Tuone sababu kama familia kusafiri pamoja.
Ee Bwana, tunakuomba sadaka ya sikukuu ya leo ikupendeze, na kwa njia ya mabadilishano haya matakatifu tupate kushiriki umungu wake yeye, ambaye ndani yake ubinadamu wetu uko pamoja nawe, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi.
Bebe manake tendo la kufana la kuleta uokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa maana kwa fumbo la neno aliyetwaa mwili, mwanga mpya wa utukufu wako umetuangazia macho ya akili zetu, ili tunapomjua Mungu katika hali ya kuonekana, kwa njia yake tukutuku yapenda mambo yasiyoonekana. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ulitoka mawio ya jua hata machweo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo hayo. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega,
na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe aletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada kwa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, Ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako lililosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia, na askofu msaidizi anayeongoza ibada hii ya misa takatifu Willibrod Kigosi, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme wako, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu neema yote. Kwa njia yake na pamoja naye ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kulitia agizo la Mwokozi wetu na
kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, naishi na utawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa furaha na shangwe za Noeli, tokeane amani. Tazama ondoaye dhambi za ulimwengu, heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili ujio wangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Amen.
Ee Bwana Mungu wetu, sisi tunafurahi kuadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwake mkombozi wetu. Tunakuomba utujalie tuishi inavyostahili, tupate kufikia ushirika naye anaishi na kutawala milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwashamu Baba Askofu, na mimi nirudie kwa mara nyingine tena kukaribisha sana kwenye kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa. Karibu sana, na mbele yako waumini wamefurahi sana kusali pamoja nawe katika mkesha huu wa sikukuu ya Noeli. Karibu sana. Tangazo moja fupi kukumbushana tu kwamba kesho ibada ya misa takatifu itakuwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Na nyingine, bila kupoteza wakati, ninaomba sasa nimkaribishe baba padri mlezi wa kituo chetu ili akukaribishe na kukuongoza kwenye baraka ya muumini mmoja mmoja, ambapo pia sisi kama waumini wa kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa tutatumia nafasi hiyo kutoa shukrani yetu kwa Yesu mzaliwa, lakini pia shukrani zetu kwako Baba. Naomba baba padri mlezi umkaribishe na kumuongoza baba askofu. Tutasogea hapa mbele, tutasimama na tutaomba waumini wote, tukianzia kule nyuma, tutapita moja moja kupokea baraka kwa mwashamu baba askofu, na tutakuwa na kikapu pale pembeni kwa ajili ya shukrani zetu. Karibuni sana, wakati wa kwaya ikituongoza wimbo mzuri. Karibuni sana. Imani letu naomba baada ya mwashamu baba askofu nitimize wajibu nilioumbwa kutimiza. Wageni ambao wameambatana na baba askofu, niwaombe kwa heshima kubwa nyote msimame tuwaone. Wageni ambao wamesali hapa kwa mara ya kwanza, nyinyi mmeshasimama, ni mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza wageni hao naomba wote msimame tuwapongeze na kuwapa karibu. Asanteni sana, karibuni tena na tena. Kanisa Katoliki ni la wote. Nimtambue mwandishi wa habari wetu asimame tena, kwa kuwa anafanya tendo jema, hakujali mvua lakini amekuja. Karibu sana. Sasa wenyeji tumewaona na mtaendelea kupata nafasi ya kuonekana, mmeimba, wengine mmekuja kubarikiwa. Mwashamu baba askofu ameshawaona. Wenyeji wote tuwapigie makofi, nani mjipigie makofi. Basi kati ya hao masista ambao wameambatana na baba askofu, kuna wawili ambao ninaomba kama si kunyongea mbele basi wasimame, au mjongee mbele kama hamtojali. Niliwapitia kule nyumba mama na Mtakatifu Jema. Naomba mgeuke kuangalia Kristo. Sasa majina kama yanafanana, lakini nitawasogezea maiki wenye waweze kusema majina yao, halafu niseme kwa nini nimewanyanyua kuja mbele yenu. Karibu kwa kutaja jina.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Sister Benedicta Cecilia. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi kwa majina naitwa Sister Bernardina Flora. Sasa kwa kifupi sana, naomba niseme kama nilivyoombwa. Tunaanza kutembea, tunaanza kutambaa katika kituo chetu cha sala, na watoto wanapoanza kutambaa, basi wanakuwa na changamoto nyingi. Lazima wazazi muwe macho kuendelea kuwashika mkono ili waweze kufika salama katika hatua zinazofuata. Hawa masisi walioko mbele zetu inawezekana wakabadilika, lakini nimeomba niseme tu kwamba tuna watoto wadogo wanahitaji malezi ya mama. Nanyi kina mama mnakuwa mara nyingi mko kwenye huduma za kujenga taifa mbalimbali. Sasa kupitia kwa hawa mababa, shirika la Mtakatifu Jema imependa, kama si hawa watakuja wengine, lakini kwa hatua hizi wale watoto, ile sensa statistics na tutakapokamilika, tutaomba watoto tuanze kuwapatia huduma mara moja wakiwa na muda mara moja watakuja Jumapili, mara nyingine Jumamosi, na wakati mtakapowahitaji, kama hawatakuwa na dharura, basi wataweza kuja, kama si wawili mmoja, kama si hawa wengine wa Mtakatifu Jema. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba mchukue nafasi zenu. Asanteni sana, karibuni sana. Naomba tuendelee kuwashangilia hata wanarudi kwenye nafasi zao. Watawa, wageni, lakini waamini wenzangu wote, kwanza naomba tupige makofi matatu, tena matatu, tena matatu. Nimeona tuanze na makofi hayo. Kwa kweli wenzangu wameshasema sana shukrani, lakini sitaacha kurudia kumshukuru Baba. Sio rahisi sana kwa namna tunavyofahamu hali ya jimbo letu, ukubwa wake na majukumu yao, lakini wanapotenga muda kuja kusali na sisi ni jambo la faraja sana. Tunakushukuru tena na tena Baba. Lakini inaweza isiwe rahisi sana. Wakati Baba amefika hapo nje, Baba Askofu akauliza, hivi mnasema ni kituo cha sala au parokia? Ni kituo cha sala. Ni kituo cha sala. Niseme kwa kifupi sana, kituo cha sala tulianza tarehe 2 mwezi wa 5, lakini kwa wakati huo kilikuwa sehemu ya mzunguko wa misa za kanda, na kanda yetu ni kanda ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Ihumwa. Siku ya misa ile tuliomba kwamba kwa baba paroko, tunaomba tupate nafasi ya kusali huku, kwa sababu mazingira ya jiografia ya hapa kwetu, ili kufika kanisa la kiparokia lazima uingie barabarani, uzunguke, uingie Kamjika Ihumwa, alafu unazunguka unaenda parokiani. Kwa kweli ni safari ndefu, na wakati mwingine hasa kwa watoto wadogo ni ya hatari pia. Kwa hiyo tukaomba tupate misa. Basi akasema tutaanza kama kituo na mpate misa mara moja kwa mwezi. Watu walishangilia, tukafurahi. Lakini zile misa sasa tukawa tunasali nyumbani kwa mtu. Tumekwenda hivyo kwa siku kadhaa. Baadaye
kama sijasahau, tarehe 28 ya mwezi wa 6, hatukwenda mbali sana, tukaanza kufanya maamuzi. Tulikaa kikao viongozi, tukasema hapa karibu pana kiwanja ambacho tumeambiwa ni cha baba askofu. Kwa nini tusiunde kamati ya kwenda kumuona ili atupatie, tusalie sasa, baada ya kusali kwa watu wanahangaika usiku kutoa viti, kufanya hivi na nini. Kwa hiyo tarehe 28 mwezi wa 6 tulikaa kikao cha viongozi wa jumuiya zote. Wakati huo tulikuwa na jumuiya 5, sasa hivi imeongezeka 1 na nadhani kesho kutwa zitaongezeka 2. Tukaona tuunde kamati ya kwenda kumwona baba askofu mkuu, na tuliunda kamati. Tarehe 2 ya mwezi wa 7 sisi kamati tulikwenda kumwona mashamba baba askofu mkuu, na alitupokea vizuri. Baada ya mazungumzo sio marefu sana, haikuchukua kazi ngumu kama tulivyofikiria, tukapewa hiki kiwanja tukitumie kama kituo cha sala. Kiwanja hiki kilitolewa na waumini wenzetu ambao tunao hapa, na nimefurahi mama, nimemuona mama yupo. Jamani, baba askofu wa kuone familia ile. Familia ile imetoa kiwanja hiki chenye ukubwa wa square mita 2000, tuseme ni hekta 2.8. Kwa hiyo kuna kama ekari 3 kasoro, ni nyingi. Sasa sisi baba askofu alitupa maelekezo, hebu tujenge katika namna ambavyo baadaye tutakapokuwa na master plan tusije tukadisturb. Kwa hiyo tujenge katika eneo ambalo kama ni kibanda basi tusalie sehemu ndogo, sehemu kubwa tutengeneze master plan tuipeleke kwake, hatua ambayo tunaendelea nayo. Niseme kwamba kazi hii ya kuanza kupatumia hapa tulipata baraka zote na mashamba baba askofu mkuu, na Waswahili wanasema kwa surprise yake, tarehe 5 ya mwezi Septemba, wakati tunaendelea kusali kwa watu, tukapewa taarifa tumpokee Baba Novatus ambaye atakuwa mlezi wa kituo chetu. Tulimpokea tarehe 5 mwezi Septemba, na alikuja kuona huu uwanja mwezi wa 9, hiyo tarehe 5. Tarehe 12 sisi tulianza ujenzi. Ili jengo baba sio la siku nyingi, ni la tarehe 12 mwezi wa 9 ndio tumeanza mwaka huu. Nitumie nafasi hii sana kuwashukuru waumini hao. Wakati tunajenga tuliwaza tuanze na eneo ambalo linaweza likachukua watu 300. Kwa nini 300? Kwa takwimu tulizokuwa nazo kwa wakati ule ilikuwa ni kaya 102. Tukafikiria kwamba kila kaya iwe na watu 3, basi angalau tuanze na eneo la watu 300. Tumeongeza kidogo kutoka 300 baada ya kwamba walipokuja wenzetu wakasema hapana, patakuwa padogo. Kwa hiyo utaona kidogo pameongezeka, lakini yalikuwa ni mawazo tu, na mawazo yetu ya mwanzo kabisa yalikuwa kujenga full suit ya bati ili walau tupate nafasi nyakati za mvua, nyakati za jua, basi tupate kwa kujificha. Lakini waumini wakasema hapana, hapa tutakaa sana, hebu tufanye kitu cha ukweli. Ndio hili jengo ambalo baba unaliona. Ujenzi, Baba Novatus alikuja kubariki eneo hilo wakati tunaanza msingi ile tarehe 13 Novemba, lakini basi tumeendelea vifaa hivi vyote, kila kitu unachokiona huko ndani isipokuwa kinanda, vingine vyote waumini hawa wamejitolea kwa hali na mali, tena kwa nguvu kubwa sana.
Nitumie nafasi hii tena mbele ya mababa hapa niwashukuru sana waumini wenzangu kwa namna ambavyo kila tunapoomba kwa kweli mnatukimbilia. Naomba tujipigie makofi. Sisi tunaamini kwamba haya yote yamefanyika kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, hasa katika mwaka huu wa jubilei ya safari ya matumaini 2025. Kwa hiyo nadhani tunavyohitimisha mwaka huu tunacho kitu cha kusema kama kituo cha sala. Jubilei ya 2025 tumeweka alama. Baba, tukukaribishe sana wakati mwingine hapa. Leo ni vile ambavyo unajua sikukuu za mwisho wa mwaka, kuna baadhi ya familia zinaenda kuhesabiwa. Utaona viti hivi, kuna nyakati viti havitoshi, na kuna wakati tulikuwa tunafikiria hata kupanga huko nje. Kwa hiyo wakati fulani ukija utashangaa ni wale niliowakuta siku ile watu wamekwenda kuhesabiwa. Basi wengine ni kama familia wana desturi zao za kukutana mwisho wa mwaka maeneo mbalimbali, ndio hili ndani, lakini nikuhakikishie tupo waumini wengi katika eneo hili, na kwa kweli watu wanajitolea kadiri walivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Tunaweza kusema mengi, lakini kwa kifupi basi nimeona niseme historia fupi ya eneo letu, lakini baadaye tuliomba kama utakuwa na nafasi kidogo, basi kwa dakika chache kabisa nitaomba viongozi wenzangu wa kituo cha sala, tutabaki pale nyuma, tutatenga eneo kidogo, basi walao kama utakuwa na ujumbe wa pekee kwetu sisi viongozi ili tuwafikishie wenzetu, tutakuwa na nafasi hiyo kwa dakika chache. Tunajua muda umekwenda sana. Baada ya kusema hayo, kama kamati tendaji, kwa niaba ya waumini wote, tumeona Krismasi hii isipite bure kwako. Basi tumetayarisha zawadi ndogo. Naomba yule aliyeandaliwa basi atusogezee hapa kidogo tuweze kukabidhi. Hii ni zawadi ndogo, lakini kwetu sisi umetufanyia jambo kubwa kwa siku ya leo. Basi ikawe hata alama tu kwamba kituo cha sala kimefanya jambo kama hili. Mheshimiwa Baba Novatus, mlezi na msimamizi wa kituo hiki cha sala, Mheshimiwa watawa ambao tuko hapa, halmashauri ya wageni ya ngazi zote, vyama vya kitume, tuna mseminaristi hapa, ndugu yetu Juve anachukua matukio haya, waamini wote kwa ujumla na watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo amezaliwa kweli kweli. Haleluya. 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 Nachukua nafasi hii kufurahi, kuonyesha furaha yangu ya ndani kuwafikieni ninyi katika siku maalum yenye tukio kubwa ambalo limejaa neema na baraka za Mwenyezi Mungu kwetu sisi sote. Natambua wazi kuwa tuna muda mrefu kwa mwaka huu 2025 tangu tulipoona mara ya mwisho mvua ikinyesha kama leo, na leo tena imenyesha. Sasa zamani watu walikuwa na utani, ukiona mtu afiki mara kwa mara, wakikuona nakwambia leo mvua itanyesha. Sasa leo sisi tumefika, mvua imenyesha.
Situite kwa jina hilo la utani. Mwanzo wetu sisi ni mzuri, si kwamba tutaondoka alafu hatutarudi tena. Sisi tutakwenda na tutarudi, sio tukiondoka ukituona tena unasema kwa ni wale walikuja kipindi kile, walipokuja tu mvua ikanyesha. Wale wamekuja mvua tena itanyesha. Tutajitahidi sana. Lakini nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuruni ninyi nyote kwa moyo wenu na ukarimu wenu. Historia yenu inayokibeba hiki kituo cha sala ni kubwa na ni nzito. Historia ya imani, historia ambayo inaonyesha dira na malengo, wapi mnataka kwenda. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongezeni sana kwa sadaka kubwa ya muda, ya mali na ya kila mmoja kujitoa kwa ajili ya kupafanya hapa pawe hivi palivyo. Hongereni sana. Hadi hii ndio ifikia ambao msingi umeanza kuchimbwa huu mwezi wa 11. Leo tuko wa 12. Tuko ndani ya paa hili, kanisa zuri ambalo linaendelea vizuri. Tunajua kuwa nakshi mbalimbali zitaendelea kuwekwa hapa. Ni muujiza. Sihitaji sana miujiza mikubwa ya kufufua watu. Hata huu tuamini kuwa ni muujiza kwa kituo cha sala kufanya kitu kama hiki. Ndio maana nasema hongereni sana. Zipo parokia, vipo vigango ambavyo hatua hii wamefurukuta nayo miaka mingi na hawajafikia. Ninyi mmeweza. Nikiri wazi kuwa si kwa sababu ya uwezo wenu wa kipesa, lakini kwa sababu ninyi ni matajiri wa mioyo. Mnajua thamani ya kutoa, na thamani ya kutoa ndio iliyowafikisha hapa. Msipoteze tunu hii kubwa ya kutoa. Mtoleeni Mungu wakati wote, kwa sababu katika kutoa kuna kupokea. Na kwa hakika mliofanya kazi hii ya kufanya kweli hapa pawe hivi palivyo, tunazidi kumwomba Mungu kwa ajili yenu asiwatindikie lolote, ila awe sababu ya neema ya baraka katika maisha yenu, katika familia zenu na katika kazi zenu. Hongereni sana. Yapo mambo mawili makubwa ambayo yanaweza yakafanyika. La kwanza ni hili, kujenga jengo. Na ndio maana nawapongeza kwa kujenga jengo. Lakini la pili, la muhimu zaidi, jengeni imani. Imani ambayo tayari tumeanza kuiona katika wingi wenu, lakini ambayo umeanza kuitafsiri hiyo imani katika matendo yale ya ujenzi wa jengo hili. Nasema hili kwa sababu katika sehemu zingine hapa duniani walidiriki sana, walithubutu mno kujenga majengo makubwa mazuri, makanisa mazuri sana, mpaka na nyumba za mapadri nzuri ya ajabu, lakini walisahau kujenga imani ya wale ambao watayatumia majengo yale. Sasa kilichotokea ni kwamba sasa hivi imani hakuna, na hakuna anayeingia kwenye majengo hayo au kusali au kuishi. Yamebaki tu kuwa ni majengo ya kumbukumbu za kihistoria. Watu wanaenda wanapiga picha au wanacheza ndani ya majengo hayo na kuondoka. Yaliyoheshimiwa sana yamefanywa kuwa kumbi za dance, yaani watu wanaingia kucheza muziki na kuondoka. Makanisa mazuri kweli, yenye gharama kubwa na za pekee, kwa sababu walijenga majengo wakasahau kujenga imani. Nimefurahishwa sana na kwa namna ya pekee sana na baba msimamizi wetu kututambulishia kwa masista ambao wanakuja kushirikiana pamoja na sisi katika kujenga imani. Na imani tunaweza kujenga kwa hao ndugu zetu hao.
hawa ndio tunaanza kuwajengea imani. Kwa hiyo wanapopata fursa hawa watawa wetu kuja, muwaruhusu watoto waje wajifunze imani, tuwajengee imani, ili jengo tulilolijenga watakapofika hawa waje kusali hapa ndani. Lakini kama tutawaacha nyumbani, tutawafungia nyumbani, hawatakuja, ili jengo hili litageuka kuwa kama majengo mengine yaliyoko huko nchi zingine. Kwa hiyo msisitizo wangu pia tujenge imani, yaani imani yetu itusaidie kuishi. Kwa hiyo tutakuwa tumeenda sambamba. Jitihada zetu za maendeleo ya haya tunayoyaona ya majengo ziende sambamba na jitihada zetu za maendeleo ya kiimani, ili tusipungukiwe sehemu yeyote. Imani na maendeleo ya ujenga makanisa ni mapacha, mmoja Kulwa, mwingine Doto. Kwa hiyo tusiwaache hata mara moja. Hawa wanaendelea pamoja, huwa wanavaa vitu vinavyofanana, kula wanakaa pamoja, kila kitu viko hivyo. Kwa hiyo tujitahidi sana katika jambo hilo. Na niwashukuru masista kwa kukubali mwaliko wa baba na kukubali kuja kufika leo. Sasa na ninyi msije mkaitwa tena kama sisi kuwa wale wanaokujaga mvua zinaponyesha. Ninyi tungewaomba muwe na mtiririko mzuri, ili muhakikishe kuwa utume wenu ambao mmekabidhiwa na shirika na baba mmewaomba muufanye kwa moyo na upendo mkubwa. Wasaidieni watoto wakue, lakini wasaidieni vijana, wasaidieni wakina baba, wakina mama kuendelea kuitikia imani ile ambayo Mungu amewaitia. Niwashukuru kwa wema na ukarimu wenu. Najua kuwa muda unazidi kwenda sana, lakini wema na ukarimu wenu kwa majitoleo yenu mazuri na makubwa mnayoyafanya kwa ajili ya kanisa. Lakini nishukuru pia kwa zawadi ambayo mmepatia huyu mbuzi, lakini pia zawadi zingine ambazo mmezitoa hapa ambazo zinatusaidia kwa kweli kuwafikia watu wengi zaidi ambao wana uhitaji. Chochote tunachokifanya kinatusaidia katika mambo mbalimbali, au kuendeleza uinjilishaji tunapoenda huko vijijini na sehemu mbalimbali, au hiki ndio huwa tunamega, tunalipa wakati mwingine hata ada za waseminari au waseminari wanapokuwa wagonjwa, baba zetu wanapokuwa wagonjwa, tunarudi kwenye hiki tunamega. Kwa sababu hiyo niwashukuru sana kwa wema, upendo na ukarimu wenu. Mungu azidi kuwabariki mara mia. La mwisho, lakini inawezekana nikawa na lingine. Ikitokea lingine usema ndio na hili la mwisho. Nawashukuru sana kwa kukubali kumpokea huyu baba Novatus na kufanya naye kazi za utume hapa. Hongereni sana. Amekuwa ni balozi mzuri sana kwenu na kwetu pia. Anatushirikisha siku hata siku. Na ndio maana nilimwambia kuwa natamani nifike kituo cha sala kabla 2025 haijaisha. Nikamwambia, sasa ni lini unakuja? Nikamwambia siku nayokuja sitakwambia, ila nitakuuliza tu muda ni siku gani. Lakini basi baadaye nikaona kuwa hatuna sababu ya kufanya ziara za kushtukiza. Sisi sio watu wa serikali. Kwa nini tufanye hivyo? Basi jana juzi nikamwambia kwa mbali kidogo, nikamwambia basi tuone kama inawezekana tufanye mkesha wa Christmas, ili huyu Kristo anayezaliwa azaliwe kwetu, wote tuonane hivi kwa macho ya nyama. Na kwa kweli sijuti kwa nini nilichagua kuja kusali na nini Christmas. Mkesha huu kwangu umekuwa wa neema, umekuwa wa baraka, umekuwa wa furaha. Kuona kuwa eti kituo cha sala kiko hivi, mimi kwangu nashangaa. Ndio mara la kwanza nilifika tu pale nikaona watu hapa ndani.
cha sala au parokia. Sasa hii sifa yenyewe wasema mgema akisifiwa tembo analitia maji. Hii sifa hii msiiangushe. Mimi naomba mwende kwa kasi ya hali ya juu. 4G. 8G sasa. Tuendeni na 8G. Kuendelea mbele. Sawa eh? Tujitahidi sana kwa sababu tunachokifanya ni cha kwetu. Maadamu naamini wazi kuwa mpaka mlipofikia hapa mambo ya uwazi katika mambo yenu yako vizuri. Na mna watu mwafaka. Shirikianeni nao. Mfanye kazi kwa pamoja. Mkiwa na ugumu wowote mjiite mkete pamoja na mfanye. Ila sasa jambo moja ambalo naona kinaitwa kituo cha sala cha ng'ombe. Hivi mtakatifu nani anaitwa cha ng'ombe jamani? Mimi naogopa kuendelea kuita cha ng'ombe. Cha ng'ombe. Sasa nilikuwa nataka nijaribu kutafuta jina ambalo hata kama tutakuwa parokia huko mbele hakuna yaani jina hilo sidhani kama lipo tena katika jimbo letu. Nilikuwa najaribu kufikiria jina la Mtakatifu Antoni wa Padua. Yaani mimi nasema nafikiria tu. Yaani mimi nafikiria tu. Nani anampenda Antoni wa Padua? Basi nani ifikirieni alafu tutaamua. Ili tuwache sasa kuita cha ng'ombe. Au labda tuite tu kituo cha sala cha Mtakatifu Antoni wa Padua cha ng'ombe. Hiyo semekaa sawa hiyo? Kwa hiyo muendelee kufikiria. Mkiona ninakaa sawa basi tutalipitisha kwa ngazi zinazohusika na tutaona namna gani ya kukiweka rasmi. Na washukuru kwa upendo wenu. Mungu awabariki sana. Niwatakia neema na baraka kwa sikukuu hii ya Christmas, na inawezekana tusionane mpaka mwaka mpya hapo, na mwaka mpya ulikuwa ni wa neema na baraka kwenu na familia. Asante sana. Naomba tusimame na baraka. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu katika jina la Bwana. Mungu mwenye wema usio na mwisho, ambaye kwa njia ya mwanaye aliyejifanya mwanadamu amelifukuza giza la ulimwengu, na kwa kuzaliwa kwake katika utukufu ameuangaza usiku huu mtakatifu sana, apende kuwaondolea giza la upotovu na kuiangaza mioyo yenu kwa nuru ya fadhila. Mungu aliyemtuma malaika wapashe wachungaji habari ya furaha kubwa ya kuzaliwa kwake Mwokozi, apende kuijaza mioyo yenu furaha yake na kuwafanya wajumbe wa Injili yake. Mungu kwa njia ya umwilisho wa mwanaye aliunganisha mambo ya mbinguni na yale ya duniani, apende kuwajalia ninyi amani yake na mapenzi mema, na kuwashirikisha katika maisha ya kanisa la mbinguni.
baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.